अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala bin Nasr Aziz anasema kwamba upinzani wa jumuiya unaoendelea na wapinzani wanaodhulumu juu ya jumuiya si kitu kipya, wala kupinga jumuiya za manabii wa Mwenyezi Mungu ni kitu kipya katika zama hizi, bali iliendelea zamani pia, na mashatani wanapinga jumuiya za Mwenyezi Mungu. Maulama na viongozi mbele ya watu wa kawaida wanasema maneno yasiyo na maana kuhusu manabii wa Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivi wanawachochea watu wa kawaida na wanajaribu kuwasha moto wa upinzani. Kwa kufanya hivi, Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu kwa kueleza jambo hili ameweka wazi kwamba kila nabii alipingwa. Hakuna nabii yeyote ambaye hakupingwa. Manabii wanafanyiwa dhihaka pia, na shetani anafanya juhudi ya kuweka vizuizi katika njia ya kazi yake. Kwa hiyo hii si kitu kipya ambacho jumuiya kinachopata katika zama hizi. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu anasema, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'zuhum ila ba'zin zukhrufal qawli ghurura. Yani sisi katika jini na wanadamu tumewafanya hawa kuwa wapinzani na maadui wa manabii. Wao wanasema maneno ya kudanganya na wanatia maneno ya kudanganya mioyoni mwa watu, na aliyosema Mwenyezi Mungu inatimia hata siku hizi pia, kwamba maulama kwa jina la dini wanawadanganya watu, na kwa kudanganya wanawachochea wanadamu wa kawaida, kisha viongozi wengine pia wanaungana nao. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam na upande wa jumuiya yake
wananasibisha mambo au wanasema maneno ambayo hayahusiki na jumuiya wala hayahusiki na sayyidina alayhi salatu wasalam. halikadhalika yoyote wanayosema dhidi ya jumuiya au wanaofanya dhihaka na sayyidina alayhi salatu wasalam, hali yao hii yote imeelezwa ndani ya Qur'an tukufu kwamba manabii walitendewa hivi, uongo unasemwa dhidi yao na wanafanyiwa dhihaka pia. Basi mwanajumuiya ambaye ameimarika katika imani, upinzani huu na usumbufu huu tunaopata, vitu hivi vyote vinaongeza imani ya maaminio badala ya kupunguza. Lakini wapo wengine ambao wanasema kwamba sisi tumedhulumiwa sana, yani sisi wanajumuiya tumedhulumiwa sana. Sasa tunatakiwa sisi pia tuwajibu hawa watu. Mpaka lini tutaendelea kusumbuliwa? Hata kama watu wa aina hii ni wawili watatu, lakini wapo wengine ambao wanajaribu kuharibu fikira za vijana kwa kusema hivi. Vile vile wanasema hayo pia kwamba sisi kwa ajili ya uhuru wetu tunatakiwa tutumie njia za dunia. Mambo haya yote ni mambo ya ujahili, na fikra hii si sahihi hata kidogo. Hawa watu kwa kufuata jazba yao wamesahau mafundisho yetu ni nini. Sayyidina alayhi salatu wasalam alitutaka nini? Sayyidina alayhi salatu wasalam alitusihi nini dhidi ya usumbufu huu na dhuluma inayofanywa dhidi yetu? Au baadhi wakati hawa watu kwa kuonyesha huruma yao wanataka kuleta fitina katika jumuiya, kwa sababu jumuiya inapoimarika, inapopanuka zaidi, hawa wanaleta fitina yao. Labda hii pia ni njia yao ya kuleta fitina katika jumuiya. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba yeye atapata ushindi, lakini Mungu hakusema kwamba nyinyi pia mudhulumu dhidi ya dhuluma ya watu, bali alisema kwa mapenzi na kwa upendo na kwa kufanya maombi mufanye kazi yote. Na hivyo ndivyo alivyotusihi Sayyidina alayhi salatu wasalam mara kwa mara katika maandiko yake kwamba maendeleo ya jumuiya na maadui yataangamizwa kwa kupitia maombi yetu. Kwa hiyo nyinyi kwa kufuata mafundisho ya Qur'ani tukufu na kwa kufuata ucha Mungu, nyinyi muiname mbele ya Mwenyezi Mungu zaidi. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitabiriwa atakuja kwa kuwa mfalme wa amani, na alikuja katika sura hii. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliwaambia wafuasi wake wote kwamba njia zangu si njia za rahisi, bali katika njia zangu mtapata usumbufu sana. Hapa mtalazimika kuzima ghadhabu yenu na vile vile mtalazimika kujitolea. Na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wanajumuiya wanaendelea kujitolea katika njia hii. Na kama nilivyoeleza katika hutuba zangu zilizopita, watu wananiandikia kwamba sisi hatuogopi kwa kuona mashambulio ya maadui. Imani zetu kwa kuona mashambulio haya zinaimarika zaidi. Lakini hata kama ni mtu mmoja au watu wawili wanasema maneno ya aina hii niliyosema hapo awali, basi maneno haya ni dhidi ya mafundisho ya jumuiya. Vile vile ni njia ya kuleta fitina katika jumuiya, na vile vile ni kuwapatia nafasi maadui kwamba wao watie fitina zaidi, hususan katika
mitambo ya kisasa kama Twitter na media, ikiwa tabia hii inafuatwa, basi mdui anapata nafasi ya kutia fitina zaidi. Sisi tunasema kwamba dhidi ya dhuluma na usumbufu na mateso ya maadui, sisi hatutaonyesha dhuluma wala mateso, wala sisi hatutafanya kama wao wanafanya, wala sisi hatutapigana na serikali kwa kutumia silaha, na sisi tutapambana na maadui kwa kupitia maombi. Kama Sayyidina alayhi salatu wasalam alitupatia mafundisho haya, ikiwa nyinyi mnataka kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii nyinyi msiwajibu maadui kama wao wanafanya, bali nyinyi muwajibu kwa kufanya subra na kwa kufanya maombi. Ndipo sisi tutapata ufaulu na tutashuhudia ufaulu. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameandika sehemu moja, anasema, ni shairi la Kiparsiani, amesema, maana yake ni hii kwamba enyi wapendwa wangu, bila kuwa na imani halisi hamwezi kupata heshima daraja. Nyinyi muwe tone safi, kwa kupitia lulu itapatikana. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, enyi marafiki zangu ambao mejiunga na jumuiya yangu, Mwenyezi Mungu atujalie sisi na nyinyi pia mambo kwayo yeye ataridhika. Leo siku hizi nyinyi ni wachache na mnaonewa kwa fedheha, na nyinyi mmepata majaribio, na hayo yote ni sawa na sunna ya Mwenyezi Mungu iliyoendelea tangu zamani. Kwa upande zote nyinyi mtajaribiwa ili nyinyi mupotee, na nyinyi mtalazimika kusikia maneno machafu, na kila moja atakaye kuwaudhi kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Kwa kufanya hivi yeye ataona kwamba yeye anahudumia Islam. Hazur anasema kwamba wapinzani wetu wengi ambao hawana elimu, wao wanatupinga. Mashehe wametia mioyoni mwao kwamba upinzani wa jumuiya ni huduma kubwa sana ya dini tukufu ya Islam. Sayyidina alayhi salam amesema, hawa watu wanasema kwa kufanya hivi wanaona kwamba wanahudumu Islam, lakini Hazur anasema nyinyi mtapata majaribio ili nyinyi mujaribiwe kwa pande zote. Basi nyinyi musikie kwa makini kwamba nyinyi hamtapata ushindi hivi kwamba nyinyi mutumie mantaki yenu, au nyinyi mufanye dhihaka dhidi ya dhihaka, au nyinyi pia mutukane. Ikiwa nyinyi mnatukanwa, ikiwa nyinyi pia mnashika njia hizi, basi katika hali hii mioyo yenu itakuwa migumu sana, na nyinyi mtabaki na maneno tu ambayo Mwenyezi Mungu anachukia. Yani tabia hii Mungu anachukia na hapendi. Basi nyinyi msifanye hivi, na kwa kufanya hivi mpate laana mbili, yani laana moja ya watu na laana ya Mwenyezi Mungu pia. Hazur anasema, basi sisi tunalazimika kufuata mafundisho haya na tunalazimika kufuata mwongozo huu aliyotupatia Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sisi hatutatukana kama watu wanatutukana, na wala sisi hatutaleta ufisadi dhidi ya ufisadi, wala sisi hatutashika sheria ya nchi mikononi mwetu. Katika Pakistan na katika nchi za Waislamu, ikiwa sisi kwa haki zetu, kwa kulinda haki zetu tukijilinda, imeonekana kwamba kanuni badala ya kutusaidia sisi, kanuni inawasaidia wadhalimu. Wanajumuiya ambao wamedhulumiwa, wao pia dhamana yao haichukuliwi kwa sababu ya hii, kwa sababu mahakama pia inaogopa kutoka kwa mashehe
mshekhe ambaye amesimama nje ya mahakama, yeye anatuma ujumbe wake ndani ya mahakama kwamba ikiwa umetoa dhamana ya huyu mwanajumuiya, basi tutakuuliza baadaye. Kwa sababu ya hii mahakimu wengi wanatupatia tarehe ya siku zijazo badala ya kutoa hukumu. Basi idara zinazotakiwa zihakikishe kanuni pia haziungani nasi wala hawafanyi uadilifu nasi. Sisi hatuleti ufisadi katika nchi wala si mafundisho yetu. Basi tuna njia moja tu kwamba sisi tuanguke njia mbele ya Mwenyezi Mungu na tufanye maombi sana na tuangukie mlango wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba katika maombi na kupokelewa kwa maombi, katikati ya sura hizi mbili majaribio yanapatikana. Baadhi wakati majaribio makubwa yanapatikana. Ikiwa mtu bila kukata tamaa anaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu, basi anasikia harufu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi hatimaye msaada wa Mwenyezi Mungu. Majaribio haya yanapatikana katikati. Siri yake ni hii kwamba mtu anapata nafasi ya kufanya maombi zaidi, kwa sababu kadiri mtu akipata majaribio na shida sawa na hali ile, roho itaendelea kunyenyekea zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, na hii ni dalili ya kupokelewa kwa maombi. Katika hali hii mtu atalia zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu hali hii itakapopatikana, na Mungu mwenyewe anafanya hivi ili apokee maombi ya mtu. Sayyidina alayhi salam amesema hatutakiwi tuogope wala hatutakiwi tuwe na dhana mbaya kuhusu Mwenyezi Mungu. Hazur anasema basi hili ni jukumu letu. Bila shaka Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina alayhi salatu wasallam na ahadi zake ni ahadi za kweli, na bila shaka anapokea maombi yetu. Sisi tunatakiwa tuchunguze hali zetu. Je, sisi tumeshapata kipimo cha kupokelewa kwa maombi au kipimo ambacho Mwenyezi Mungu anachokitaka? Na je, tunatakiwa tuchunguze kwamba sisi badala ya kutegemea maslahi ya dunia, sisi tumefikisha hali yetu katika hali ambapo dua yetu inakubaliwa, na hali ile ambayo ni kupokelewa kwa maombi ni Mungu tu ambaye anajua. Hakuna yeyote anayeweza kudai kwamba anaweza kusema amempata hali ile lakini dua yake haikukubaliwa. Sisi hatujui vipimo hivi ni nini, hali ile ya kupokelewa maombi ni nini, lakini kazi yetu ni kwamba kwa kufanya subra sisi tuendelee kufanya maombi na tusichoke. Ikiwa yeyote atavunja subra, basi yeye atajitia hasarani. Nchi ambapo wanajumuiya wanateswa, wanasumbuliwa, hususan katika nchi ya Pakistan, wengi wa hawa wanajumuiya ni wale ambao wanafanya subra na wanafanya maombi, na vile vile wameimarika sana katika imani. Na wale ambao wamekaa mbali katika nchi hizi na wao hawakupata mateso haya, ni hawa watu ambao wanasema maneno yasiyo na maana. Hawa watu pia wanatakiwa, ikiwa wao wanawahurumia ndugu zao ambao wanateswa, basi katika hali hii wao waangukie mlango wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema ikiwa mtu anatukana, sisi tutaleta malalamiko mbele ya Mwenyezi Mungu, si mbele ya mahakama mwingine ya dunia. Wala sisi hatutaki huruma kutoka kwa watu. Yani sisi ikiwa tunatukana tunalazimika kwamba tuwahurumie watu badala ya kuwatukana. Basi kila mmoja anatakiwa, yule ambaye anateswa moja kwa moja na maadui au yeye hakupata hali hii, lakini katika hali hii tunatakiwa tushike subra, na hii ndiyo ni alama ya imani. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza mada hii kwamba kumfuata yeye si rahisi, anasema
ikiwa yeyote hataki kufuata nyayo zangu, basi yeye aniache atingane nami, kwa sababu hatujui kwamba kuna hatari gani itakayopatikana siku za usoni. Basi wale watu ambao wanaona hawawezi kutembea pamoja nami, wao wasinifuate. Wale ambao ni wafuasi wangu hasa hawawezi kuniacha hata wakipata shida au mateso, wala hata kama wakipata majaribio ya mbingu na ya ardhi hawawezi kuniacha. Na wale ambao si wafuasi wangu wa kweli kweli, wao wananifuata bure, kwa sababu wao watatengwa na hali yao yao itakuwa mbaya zaidi kuliko zamani. Je, sisi tunaweza kuogopa kwa kuona majaribio haya ya dunia? Je, sisi kwa kuona majaribio kutoka kwa Mwenyezi Mungu tunaweza kumwacha? Haiwezekani kwamba tumwache Mwenyezi Mungu, bali sisi tutapata fadhila zake. Basi wale watu ambao hawawezi kunifuata, wao waniache na waaga. Lakini ikumbukwe kwamba ikiwa mtu kwa kufanya dhana mbaya anainama tena mbele ya Mwenyezi Mungu, yeye hafunani na yule ambaye anafuata katika hali zote. Kisha kwa kueleza mada hii kwamba hali ya uchamungu wa mwaminio inakuwa hali ya juu sana, yeye hata kama akisumbuliwa na maadui, yeye anasimama kwa imara sana dhidi ya shari za maadui, na wao hawajali mateso ya aina yoyote. Wao wakiteswa kutoka kwa wengine wanakuwa tayari kuwasamehe na hawaleti ufisadi, bali wao wanakuwa wabolezi wa amani. Anasema, kumbukeni, moyoni mwa mwaminio hasa shari haiwezi kukaa. Kadiri mwaminio anaendelea kuwa mcha Mungu, basi yeye hapendi kuadhibu wengine. Yani uchamungu unapozidi, basi katika hali hii huruma pia inaendelea kuzidi zaidi. Yeye hataki kuadhibu hata maadui. Mwaminio hawezi kuwa na bughudha dhidi ya wengine. Ndiyo mataifa mengine yanakuwa na bughudha ya aina hii, kwamba wao hawaachi bughudha yao na wanakuwa tayari kuadhibu wengine. Lakini tunashuhudia kwamba wapinzani wetu walitutendea vipi. Hakuna mateso yoyote ambayo waliweza kutupatia, wao walitupatia, hawakutuacha. Lakini sisi hata mpaka leo tupo tayari kuwasamehe makosa yao. Basi nyinyi ambao umejiunga nami, mkumbuke, nyinyi kwa kila mtu awe na mfuasi wa mtu gani, mumhurumie na mumtendee vizuri. Hazur anasema kwamba Waislamu wengine wameharibika na wanaendelea kuwa mbali na uchamungu, lakini sisi ambao ni wanajumuiya Waislamu, sisi ambao Mwenyezi Mungu alitupatia kiongozi katika sura ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, kila amali yetu inatakiwa iwe sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kila kauli yetu inatakiwa msingi wake uwe juu ya uchamungu. Kwa sababu ya kupata imani ya muda, hatutakiwi tupate imani ya muda. Tunatakiwa tuchunguze mioyo yetu kwamba mioyo yetu ina uchamungu kiasi gani. Kisha Sayyidina alayhi salam kwa kueleza mada hii kwamba uchamungu ni nini na nishani na alama ya uchamungu wa kweli ni nini, na mchamungu anatakiwa atendee namna gani,
kwa kueleza mada hii sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba uchamungu hauwezi kuwa pamoja na ujahili. Uchamungu unakuwa na nuru kama aliyosema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Yani enyi mlioamini, ikiwa nyinyi mkiimarika katika uchamungu na mnaonyesha uimara katika uchamungu, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu atatofautisha baina yenu na baina ya maadui wenu, na tofauti ile ni ile kwamba nyinyi mtapewa nuru, kwayo mtatembea katika njia zote. Yani nuru ile katika kauli yenu na katika amali yenu, yani katika kila kauli yenu na kila amali yenu itakuwa nuru tupu, na nuru ile itapatikana katika kauli zenu na katika amali zenu. Katika akili yenu pia nuru itapatikana, na katika kila kauli yenu nuru itapatikana. Katika macho yenu pia nuru itapatikana, katika masikio yenu, katika ulimi na katika hutuba zenu na katika kila harakati zenu utulivu na nuru itapatikana. Na njia kwayo mkishika njia ile pia itakuwa yenye nuru, ili muradi njia zote na njia zote za uwezo wenu na njia zote za hisia zenu, hizi zote njia hizi zote zitajaa na nuru za Mwenyezi Mungu. Yani mkitumia mikono na miguu, basi miguu yenu na mikono yenu itasambaza nuru, na fikra zenu zitakuwa zenye kusambaza nuru, na fikra zenu pia zitajaa kwa nuru, na nyinyi mtakuwa nuru tupu. Basi ikiwa katika kauli yenu, mazungumzo yenu ni nuru, uchamungu haupatikani, basi sisi pia tunafanana na wengine. Ikiwa amali zetu hazifanani na mafundisho ya Islam, basi hii si uchamungu. Ikiwa kauli yetu uchamungu haupatikani, basi tunatakiwa tufikirie kuhusu uchamungu wetu. Ikiwa sisi hatufuati nasaha za imamu wa zama hizi, basi katika hali hii tutaenda mbali na nuru ile inayopatikana kwa sababu ya utii huu tunaoonyesha. Basi kwanza tunalazimika tuchunguze hali zetu. Ikiwa sisi tumepata uchamungu wa hali ya juu ambapo tunapata nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, je, hali hii tumeshapata ambapo tunapata nuru? Je, hali yetu, maombi yetu yamefikia hali hii, kwayo nuru inapatikana, au kwayo Mungu anataka? Kisha tunatakiwa katika hali hii tuwe na yakini kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu upo karibu sana, na katika hali hii Mwenyezi Mungu atatengeneza nchi kwa ajili yetu na atatayarisha ardhi kwa ajili yetu. Lakini ikiwa tunataka kwenda kinyume na hayo yote, katika hali hii hatutapata kitu chochote. Mbele yetu kuna mifano ya makundi haya kwayo kwa jina la Islam, na ingawa wanatumia mamilioni na mamilioni kwa ajili ya kutengeneza utawala wao, lakini badala ya kupata ufaulu wana dhulumu na wanapata fedheha tu, na ushindi waliopata kwa muda, ushindi ule pia umepotea. Hawa wanafedhehesha Islam duniani, lakini hawa si wale ambao wanatoa huduma ya dini tukufu ya Islam. Huduma ya Islam na kusambazwa kwa Islam ilikadiriwa kwamba itafanywa kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam na kwa kupitia jumuiya yake, na hii inaweza kutokea wakati sisi
tutakapofuata nyayo za mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa katika zama hizi, ना हमारे पास ताकत है, sawa na mambo ya dunia, tukifanya juhudi yoyote sisi hatuna uwezo wa kupata ushindi. Lakini ikiwa sisi tunafuata uchamungu, ikiwa sisi tunakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu, ikiwa sisi पहुंचाने वाले होंगे, tunafanya maombi sana जैसा कि हज़रत मसीह मौद इस्लाम ने katika hali hii, kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kupitia Qur'ani tukufu, kwamba katika hali hii tutapata ile nuru na ile uwezo ambamo dhidi yake hakuna uwezo wote unaweza kusimama. Kisha Mwenyezi Mungu amesema hayo pia, inna akramakum indallahi atqakum, yani mbele ya Mwenyezi Mungu mwenye heshima zaidi ni yule ambaye ni mcha Mungu zaidi kuliko wengine. Je, Mwenyezi Mungu amesema uongo? Upande mmoja anasema mcha Mungu ni mwenye heshima zaidi kuliko wengine, na upande mwingine yeye amfedheshe mbele ya watu wa dunia. Haiwezekani iwe hivi. Hii ni sawa kwamba manabii na jumuiya zake zinapata upinzani kutoka kwa watu wa dunia, kutoka kwa maadui zao, kama alivyoeleza Sayyidina alayhi salatu wasallam mwenyewe. Lakini हर मौके पर je, खायब खासर नहीं हुआ, je kila mahali mdui hakufedheheshwa? तरक्की में रोक डालने के लिए खड़ा हुआ, Je, yule ambaye alitaka kuzuia maendeleo ya jumuiya, je kwa sababu ya hii jumuiya haikuenea zaidi kuliko kuangamia? तरक्की की शाहराहों पर कदम मारते हुए Walifanya mashambulio ya kila aina, lakini jumuiya iliendelea kupata maendeleo sana, na jumuiya tayari imeshafika katika nchi 209. Ikiwa wao wanataka kutuzuia sehemu moja, basi katika hali hii katika sehemu 10 Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa kueneza jumuiya zaidi. Mwenyezi Mungu anasema जो तकवा में बड़ा हुआ है, mtu ambaye ameimarika katika mcha Mungu mimi simwachi bila kumpatia heshima. Basi yule mtu ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, na tangu miaka 100 tunashuhudia msaada wa Mwenyezi Mungu upo pamoja naye. Je, leo Mwenyezi Mungu ataacha jumuiya yake bila kutimiza ahadi zake? Haiwezi kuwa hivi. Lazima Mungu atatimiza ahadi zake zote alizozifanya. Lakini kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba hayo yote yatapatikana kwa kuonyesha subra na kwa kuikuwa na imara. Hii ni sharti. Ikiwa sisi bila kuchoka tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu, basi tutaona kwamba mdui ataangamizwa. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema, ikiwa maisha yenu na kifo chenu na kila harakati zenu na upole wenu na ghadhabu yenu, महज खुदा ताला के लिए हो जाए, hii yote inakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, isiwe kwa ajili ya maslahi ya nafsi. Yani mtu asighadhabike kwa sababu ya nafsi yake au afurahi kwa sababu ya nafsi yake. Ikiwa anafurahi na anaghadhibika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii wakati wa kila mateso ambapo hamtajaribu Mwenyezi Mungu bali nyinyi mtaendelea kupiga hatua mbele, basi katika hali nyinyi mtakuwa kaumu maalum ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi pia ni wanadamu kama mimi, na Mungu wangu ni yule ambaye ni Mungu wenu. Basi nyinyi msipoteze uwezo wenu takatifu. Ikiwa nyinyi mtainama mbele ya Mwenyezi Mungu kweli kweli, na waambieni kweli kweli kwa kupata taarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba nyinyi mtakuwa kaumu iliyochaguliwa na Mwenyezi Mungu, nyinyi muwe na heshima ya Mungu mioyoni mwenu na mfuate umoja wake, si kwa ulimi tu bali kwa vitendo vyenu, ili Mwenyezi Mungu pia ateremshe baraka zake juu yenu. Basi kila mmoja wetu anatakiwa alete mabadiliko ndani ya hali yake. Wale ambao ni wadhaifu katika imani wachunguze hali zao. Wale ambao wanaona wameimarika katika imani, wao pia
wapige hatua mbele katika mwema, kwa sababu ni Mungu pekee anayejua nani ni mbora na kiasi gani tumepata malengo yetu. Mungu hataki tukae sehemu moja au tusimame sehemu moja. या नेकियों को हासिल कर लिया है। Mtu asifikirie kwamba imeshapata wema ya kila aina, bali tunatakiwa tuendelee kuimarisha zaidi imani zetu. Sayyidina Al-Islam anasema, Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba nifahamishe jumuiya yangu kwamba wale watu walioamini दुनिया की मलवानी नहीं, na imani yao ilikuwa haikuchanganyikiwa na mambo ya dunia na haikuchafuka ऐसे लोग खुदा के पसंद na imani ile ambayo ni imani halisi, basi hawa ni watu wanaopendwa na Mwenyezi Mungu. Mungu anasema ni wale ambao wanapiga hatua ya kweli. Basi tunalazimika kufuata njia hii za kweli na za imani ili tuweze kushuhudia ule ushindi uliotabiriwa utapatikana kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam, na ushindi ule ambao Mwenyezi Mungu alisema utapatikana kwa kumpitia Sayyidina alayhi salam. Zama hizi ni zama za majaribio, lakini katika hali hii tunatakiwa tuendelee kuimarisha uchamungu wetu zaidi na zaidi. Bila shaka Mwenyezi Mungu katika zama hizi alianzisha jumuiya hii ili Islam ienee duniani kote इस्लाम को गलबा हासिल हो। na Islam ipate ushindi juu ya dini zingine zote. इस्लाम से Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba jumuiya hii lazima itapanuka na itaimarika, na hakuna yeyote anayeweza kuzuia jumuiya hii. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba msidhani kwamba Mwenyezi Mungu atawapotezeni au atawaangamiza, na msidhani kwamba Mungu atawaangamiza. Ninyi ni mbegu iliyopandwa na Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe alipanda mbegu hili. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mbegu hii itaota na itakuwa na matawi yake upande zote na itakuwa mti mkubwa sana. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie kila mmoja wetu awe tawi la mti huu wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. इस्लाम की अपनी जमात से जो तो आते हैं फिर हम पूरा na matamanio ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, tuweze kutimiza matamanio ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na kwa subra na kwa maombi मुराद करते चले tuendelee kusimama dhidi ya kila shambulio la mdui. Hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu ambaye ni Malak Khalid Javed saheb, ni mtoto wa Malak Ayub saheb wa Dulmial wa Chakwal. Malak Khalid Javed saheb 69 साल umri wake ulikuwa miaka 69 tarehe 12 wa Desemba 2016 katika Daru Zikr Dulmial wilaya ya Chakwal. Alifariki kwa kupata mshuko wa moyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na maelezo yaliyopatikana ni kwamba tarehe 12 wa Desemba, tarehe 12 wa Rabiul Awwal, wapinzani walifanya maandamano dhidi ya wanajumuiya, na kwa mpango maalum walikuja upande wa msikiti na walishambulia msikiti wetu wa jumuiya, और मस्जिद के बाहर आकर na kwa kuja nje ya msikiti wakaanza kupiga mawe, vile vile wakaanza kuvunja geti ya msikiti, हमारे लोग भी थे, उनमें खालिद साहब भी शामिल थे। na wanajumuiya walikuwepo ndani ya msikiti. Miongoni wa huyu marehemu pia alikuwepo. कबल जी दिल की तकलीफ Marehemu alikuwa hana maradhi ya moyo, करवा लेते थे। wala ye hakuchukua dawa ya moyo wala hakupata matibabu ya maradhi ya moyo. Wakati alipofariki alikuwa anaendelea kusema maneno haya kwamba mimi नापाक जुबान बर्दाश्त नहीं कर सकते। siwezi kukubali maneno haya machafu yanayosema dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kwa kusema hivi akazimia. Watu wapinzani waliokuwa nje ya msikiti, bana Khalisa marehemu
hakuweza kupelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Katika hali hii alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia bibi yake Mano Bi Saheba aliyekuwa alikuwa mpwa wa msahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam aitwaye Karamdas Sahib. Hazur anasema katika Pakistan tumepigwa marufuku kwamba wao badala ya kuandika sahaba wanaandika Rafiq na wanaandika Daruzikr badala ya msikiti. Hazur anasema wale wanaandika hapa wanatakiwa badala ya kuandika Daruzikr waandike msikiti na badala ya Rafiq waandike sahaba. Marehemu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. Alikuwa na sifa nzuri sana, alikuwa mtiifu sana, vile vile alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa akisali sala 5 bila kukosa, na pamoja na hiyo alikuwa akiswali sala tahajjud na alikuwa akisoma Qur'ani tukufu bila kukosa kwa muda mrefu, takriban miaka 20. Alikaa katika Sharjah na baadaye alihamia tena Dulmial. Muda wake wote alikuwa akikaa msikitini. Vile vile alikuwa akihudumia jumuiya na alikuwa akilinda msikiti. Alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Mtoto wake mmoja Subhan Yusuf pia alihifadhi Qur'ani tukufu. Marehemu alipata nafasi ya kuhudumia jumuiya. Ameacha mke Azra Begum na watoto wa kiume wawili, Salman ambaye anaishi hapa katika UK na Hafiz Subhan Ayub, na ameacha mabinti wawili, Nida Maryam na Hera Maryam. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi na awajalie watoto wake pia waendeleze mema yake. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.